Kapteni mwanangu. Sona kidogo leo hali ya hewa sio nzuri. Swala la kwanza. Pengine ushindi unawapa picha gani kuelekea kwenye kinyang'anyiro cha kwa fulani mchezo kama ulikuwa unavyotazama na viwango vya wachezaji mmoja? Kiujumla mchezo ulikuwa mzuri na tuanze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto. Mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzegeli, hauwezi kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika 20 za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndio sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia quality ya wachezaji wetu na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Mechi mbili zilizosalia kwa maana kwamba tuna mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kwa sababu bakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zibakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRDB. Kama tukishinda mechi ya nusu finali Jumapili dhidi ya JKT, maana yake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika finali. Kiujumla Yanga tuna mechi 4 kufunga msimu wa 24-25 inshallah. Hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi. Sasa kwa Dennis Nkane tumeona mapinduzi kiwango chake, lakini pia hii leo amepata nafasi ya kucheza. Kuna namna kiwango chake kinaongezeka tu. Naweza kutuambia kwa jinsi wewe ambavyo unamuona Dennis Nkane? Kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake. Nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi na Mwile katikati ya kiwanja anapokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji ambaye kwenye bench la Milud Hamdi ananufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida wake na faida wa club kwa ujumla. Ameshinda mchezo huu mabao 3-0, huenda ni mchezo ambao unatazama sana kwa sababu pale juu tunaona kuna vita ya sakataji. Ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu?